Karibu tena mtazamaji, kukumbusha tu swali siku ya leo linasema hivi. Je, ni kweli kwamba wasichana walio chini ya umri wa miaka 25 hawajatokota? Ndio swali letu la leo, na tayari Bi Msafwari yuko tayari kutoka kaunti ya Mombasa. Miriam Mugomba pia vile vile yuko katika maeneo ya Dar es Salaam kule Tanzania, na Benjamin Zulu tuko naye hapa studioni. Ni hoja ambayo imeweza kuzungumziwa na wengi wameleta maoni yao studioni juma lililopita kwamba wakati mwingine kuna kutoelewana, na Benjamin Zulu akasema hiyo inaweza kuwa mojawapo ya sababu hizo. Lakini kwanza tuanze na Bi Msafwari, tuambie, je, umri wa miaka 25 anastahili kuitwa mke wa mtu wanapokuwa wamependana au bado asubiri? Mimi kwa upande wangu nasema kwamba hiyo miaka 25 ni sawa kuitwa mke wa mtu. Lakini pale tunapozungumzia kwamba labda miaka 25 kurudi chini huwa wametokota hawajaiva, wakati mwingine waweza kupata mtu wa miaka 25, msichana wa miaka 25 amekomaa na anakaa kwa nyumba kama ni mwanamke ambaye ako na miaka 40 na ukapata hata huyo miaka 40 ana behave kama kwamba ni msichana, yani ana mambo ya utoto. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba kutokota na kuiva kwa mtu kwa tegemea na malezi na kipaji Mungu alichopatia mwanamke, kwa sababu si wote wako na kipaji cha kuitwa mama. Kuna wengine kabisa hawaitiki. Lakini nataka kukuambia kwamba anaweza kuwa miaka 25 lakini akawa na utu uzima na akashinda hata yule ambaye ni 45 akaonekana na kitoto. Kwa hivyo tategemea na malezi na kipaji Mungu alichompatia. Maana usifikiri si rahisi. Kuna wengine ambao hawakupatiwa kipaji hata cha kuolewa. Kule kuolewa na kuhitimu katika ndoa ni kipaji mtu yani kipaji Mwenyezi Mungu hupatia mtu. Maana si jambo rahisi, na kila siku nasema kwamba si jambo rahisi, na si jambo vile na watu wanavyolichukulia kwamba ati ni jambo rahisi. Ni jambo nzito tena sana kwa kweli. Kwa hivyo nasema anaweza kuwa miaka 25 lakini amekomaa na hana utoto na akashinda hata wakati mwingine wa 45. Na sijui labda tumuulize Benjamin Zulu, manake kuna wengi wanauliza hii kutokota tunayozungumzia ni kutokota kuolewa, ani ametosha mboga kuolewa, ama kutosha mboga kimahusiano? Kutosha mboga. Kutokota yapi? Lulu, tunasema kuiva, ati kuchagua mpenzi. Kuiva iwe ni kwanza ikiwa umemchagua, hiyo ndio uamuzi wa maana. Iwe mtaona sahi ama ni baada ya miaka 2, hayo mengine ya usiki sana. Kwa hivyo hii figure 25 haijatoka kwa hewa. Ni research ya kuonyesha the part of your conscious brain inayofikiria kwa umbali kimaisha na inayotazama mambo kwa undani inakomaa ukiwa 25. Akili yako ina sehemu 3. Kuna sehemu iliyo nyuma inayotegemea kupumua na kula. Watoto wanazaliwa ikiwa imekomaa, kwa hivyo mtoto ananyonya kwa rahisi. Ya katikati inaitwa ya life skills, ama kulani lugha ama kucheza. Hiyo ndio inayoendelea kukomaa hadi miaka 24 kwenda chini. Hiyo ndio unayotumia kufanya degree, kufanya calculus, kufanya hesabu na kujua kuendesha gari, mambo mengi ya kimaisha. Lakini hiyo inatumia emotion reward system. Kinachohisi kizuri ndicho kizuri. Hii tunayoita 25 ni conscious brain ama frontal cortex, na inakomaa pole sana. Sasa Lulu, hii tunayosema ni kwamba kabla mtu afike 25 personality yake haijafika. Msichana aliye 24 kwenda chini bado ni mchanga. Hata kama amegraduate, wengine wamegraduate wakiwa 22 na 23 ako kwa ofisi anafanya kazi. Ukimuuliza anavyojihisi, mara nyingi anakuwa overwhelmed rahisi. Actually, njia moja ya kutaka kujua ikiwa kweli kama 25 ni ya maana, ongelesha wanawake walio 28 to 30, muulize akiwa 23 na akiwa 27 ni nini kilibadilika. Atakwambia ni kama aliamuka kutoka usingizini. Actually, njia moja, hata kama hujasoma psychology ama sayansi ya kudevelop brain, jiangalie wewe uliye na miaka 30. Ulikuwa unafikiria vipi kwa 23? Sasa wacha nikwambie Lulu, consequence ya hii kitu. Usipofahamu kwamba hujakomaa, utatia mikataba ya ndoa. Sasa uamuzi wa ndoa unajiaidiana ukiwa mdogo hivyo. Unaonjua wakati mimi naendesha gari ama nina kazi yangu, nimemwona msichana mwenye 22 anakaa ati amekomaa kwa nje, halafu ni mdate, sijajua atakuwa nini. Ako kwa stages za development. Akikuja afike 27 28 hakuwa
mbeta kuniliko. Siku zile nilikuwa na gari na yeye hakuwa na kitu, kumbe ana bidii kuniliko. Ndoa nyingi, na sisemi eti watu wote single mother si hati wako bitter, but watu wengi waliojipata single mother ni kwa sababu alijiingiza kimapenzi kabla afike 25, akifikiri huyu ni mapenzi na yatadumu. Baadaye ku cross over, akakomaa, akaamuka kama usingizini, akapata hawana kitu common. Hata na hii grupu yote lulu ya university na college ni watoto. Na mimi niligundua baada ya practice. Benjamin, taratibu. Mtu akiwa chuo kikuu amechagua anataka kwenda taaluma, atakwenda kuisomea, ndio maana anakuwa wanajisimamia wenyewe kule, anajua atakavyojipanga hadi anamaliza miaka yake 4 ya masomo. Huyu ni mtu ambaye amekomaa, kwa sababu kule anakuwa anaanza kujifunza namna ya kujitegemea. Kwa unaposema kwamba hata walio chuo kikuu hawajakomaa, unamaanisha nini, Benjamin? Ninamaanisha kwamba development ama maturity ina sehemu 3. Kuna biological, mwili unavyokomaa kwa kula chakula na kufanya mazoezi. Alafu kuna psychological, akili inavyoendelea na stages. Alafu kuna intentional, wewe kuamua kuishi kama mtu mzima. Kuna watu wanaolinganisha, wanasema nimeona mtu ako 25, ako 28 ama ako 23 ni better kuliko ule aliye 45. Wacha nijibu nikwambie, kuna mtu hata hii intentional ni kuamua kufikiria straight na kuishi na rational manner. Kuna mtu hata waikomaa maishani, ule ukomavu wa maamuzi hatafanya, hata akiwa 80 ni mjinga na atazeeka na ujinga wake. Kwa hivyo tusilinganishe watu. Nikisema ukomavu wa kiakili na maanisha hiyo ni fixed, si wewe unaiharakisha. Na Rashid, wacha nikwambie shida moja ya hii watu wanakaa kama wamekomaa akiwa 24 ama akiwa college, kwa sababu anaambiwa ukienda kule kuja na degree 2, ile shahada tulikutuma, halafu mwanaume yuko unajua huko ni single wako wengi. Sasa unaokota mtu bila kumjua. Na wacha nitahadharisha wanaume. Rashid, wanaume wengi waliooa nyoka, yani mwanamke mwenye sumu hadi anafupisha maisha yako ama anafanya maisha yako iwe drama. Alimpata akiwa mtoto 23, 24, halafu akamchukua akafikiri ni baadaye akakomaa akawa kitu kisichoeleweka, akabadilika. Hata unapata mwanaume ndiye anaosha watoto, ule mwanamke ndiye mwenye vurugu, ndiye anakuja saa 8 asubuhi, hadi wengine wanachapa. Juzi kulikuwa na kesi iliyosikitisha sana, mwanajeshi aliyetrainiwa unapata sasa ndiye amegongwa. Na ukiangalia ile miaka alipata msichana akiwa mdogo, hangemjua. Personality ya wasichana wa university haijafika. Itafika akicross 25. Benjamin, tushikilie kidogo. Miriam, naona kidogo watu wengi wanasema hawakubaliani na Zulu. Mmoja hapa, Constable CK kutoka mtandao wa Facebook, anasema mimi nilioa mke wangu akiwa na miaka 22 na ako vyema kabisa, na mimi pia naweza kusema kwamba niliolewa nikiwa chini ya miaka 25, nadhani niko sawa. Miriam. Pamoja na kusemaji, mimi niliolewa nikiwa bado nina umri mdogo sana. Naomba nijizungumzie mimi. Niliolewa nikiwa na umri mdogo sana, na mpaka sasa na miaka 31 katika ndoa. Na mume wangu alinioa, alinizidi umri, alinizidi miaka 15 mizima, lakini yeye alikuwa akiniongoza. Sasa turudi katika kuongozwa hapa, kwamba naomba nizungumze pande zote mbili, kwamba namzungumzia mwanamke na mzungumzia mwanaume, ambaye mwanaume huyu anaingia katika uhusiano, na namzungumzia mwanamke ambaye aliingia katika uhusiano katika swala la kutokota. Kuna kutokota kuingia katika ndoa na kuna kutokota kuingia katika uhusiano. Ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kila mmoja ana ukomavu wa akili kivyake. Tunazungumzia malezi, tunazungumzia makundi, tunazungumzia sehemu ambayo yupo. Je, amepevuka vipi kiakili kujua nini maana ya mapenzi na kujua nini maana ya maisha, ambapo akaweza kutoa maamuzi yaliyokuwa sahihi, na mwisho wa siku akaweza kukubali kwamba hiki ninachokatazwa na mume wangu. Kwa sababu kuanzia miaka 18 kuja juu miaka 25, kwamba mwingine anaolewa lakini ni msikivu kwa yule mwanaume ambaye anayemwambia, lakini kuna mwingine anaoa lakini anayeoa pia akawa na umri mdogo, pia akawa ni msikivu kwa mwanamke ambaye anayemwambia. Lakini tukirejea katika swala la kimapenzi, mapenzi kama mapenzi yana wigo mkubwa sana, kwa sababu kuna mwingine kutokota katika mapenzi ni nadra, kwa sababu mapenzi yamegawanyika sehemu 3. Tunazungumzia mapenzi ya nafsini, tunazungumzia mapenzi ya ulimini, tunazungumzia mapenzi ya kiungo. Kwa maana hiyo hivi vitu mtu anakomaa akiwa ndani
ama anakomaa akiwa nje, ama la aliyeolewa akapata mafunzo akaenda katika ndoa. Lakini tukirejea, mimi nitolea mfano, nimeolewa nikiwa bado binti mdogo, lakini nimekulia mikono ya mwanaume ananiambia acha na acha, ananiambia songa na songa, na ndio maana mpaka leo hii nasimama hapa na kuweza kumwelimisha mwanamke na kuweza kumwelimisha mwanaume. Ina maana mwaka huu unatimiza miaka 32 katika ndoa. Na kuna hapo ulipo ndo nataka kukuuliza swali, maana nafikiri kwamba ndio litakuwa linasaidia pia Benjamin, kwamba ukiangalia katika msuko wa maisha hivi sasa, wale wazee wale na umri mkubwa wanakuja kwa mabinti wadogo ambao Benjamin anasema waje akoma, na wao wanaamini kwamba hapa watapata utulivu wa nafsi, mapenzi ya dhati na wataheshimika. Na wale vijana ambao nao wana miaka 25, 26 wanakimbilia kina mama ambao nao wana miaka 40 na kuendelea, wakiamini watapata mapenzi ya dhati, utulivu wa nafsi. Nini kinachoendelea? Maana yake sijui unaweza kutueleza nini hapa Miriam, kabla kwenda kwa Bi Msafwari. Kwamba mtu akiwa na miaka 70, miaka 60 yuko radhi kwa katika uhusiano ama kwenda kuoa binti angali mdogo. Unajua mimi nikiwa mdogo kwamba nitamheshimu na nitamuogopa na niko tayari kutekeleza kile ambacho atakachoniambia, kwa sababu wanaume huwa wanapenda amani. Kwa maana hiyo kwamba mimi ni mdogo, kwanza nitamthamini kwamba huyu ni mtu mzima. Pili, na yeye atajua huyu mimi ni mdogo, kwa hiyo atanilinda kwa udogo wangu na atanithamini kwa udogo wangu, kwa sababu hakuna mwanadamu anayependa karaha katika swala la uhusiano ama swala la kuingia katika ndoa. Lakini naomba nirejee, kwa nini vijana na wao pia wanaamua kuchukua kina mama ambao umri umewazidi? Hawapendi pia karaha, kwa sababu umri ukiwa unalingana, wanasema mafahamu wawili hawawezi kuishi zizi moja hata siku moja. Anatafuta mtu ambaye atakayeweza kumsikiza, na ile mama anaona amepita kwingi, lakini naye anahitaji faraja, na ile faraja yule mwanaume anakwamba huyu mama niendelee vipi na nipite naye vipi ili waweze kukua. Na Bi Msafwari, kuna mmoja hapa anauliza, Christopher Rioba anasema, haya ulizi yeye anasema, sijui kama unaungana na yeye, anasema hii miaka mimi nilioa alikuwa miaka 22, nisumbua tu, mimi napata mwingine mwenye yuko zaidi ya miaka 30 kama bibi wa pili. Utamwambia nini Christopher Rioba huyu? Amepata mwanamke wa zaidi ya miaka 30. Mke wake wa kwanza alimuoa akiwa chini ya miaka 22. Anasema ni sumbua taarifa. Sasa amepata mke wa pili ambaye ana miaka yanayozidi miaka 30. Sijui kama niseme nini kulingana na vile yeye amefanya huo uamuzi, lakini nataka kumwambia hata huyu wa miaka 30 pia atapata kasoro zake. Wakati mwingine mimi wanawaambia ni kwamba kama unaona kasoro kwa huyo mwingine wa miaka kama ni 24 ama 22, aendelee kumrekebisha. Lakini kule kusema kwamba namtafutia miaka 30 na wako wote pamoja, sioni ikiwa dawa. Naona kwamba tena hapo ndo anazidi kuongeza matatizo. Lakini ni vyema kama yule anamwona ile kasoro yake ajaribu airekebisha, ione iko sawa. Hili jambo la kukimbilia wake wapevu siku hizi limeingia sana. Lakini nasema kwamba hata kama mke ni mpevu, asikupite sana kwa miaka, awe mpevu tu kiasi, lakini asio kwamba yule mama amekupita sana mpaka ukitembea naye kuna wakati ataonekana kama mama yako haipendezi. Kwa hivyo usiende kwa mwanamke mpevu sana. Na Benjamin, kuna mtu amesema ni bane jina lake kwa faida za, manake huenda kajifika. Lakini anasema nimeenda kusoma chuo kikuu nikapata binti ambaye ana umri mdogo. Anasema sitajutia maamuzi yangu ya kwenda chuo kikuu nikiwa mzee, kwa sababu sahihi na nenepa, hali shwari, sina tatizo. Mwambie Benjamin kwamba huo umri ndio sisi tunautaka, maana unatupa raha duniani. Jina lake amesema ni bana manake. Rashid, wacha nikwambie kitu moja. Wacha nikwambie, sheria za human development huwa ziko na exceptions. Ukiuliza watoto utembea, uanza kutembea ama kuzungumza kwa muda gani, wataalamu watakupea range. Hawatakwambia miaka 2.25 ama nusu. Watakwambia range. Lakini hiyo range iko consistent. Hivyo ndivyo kulivyo kwa hii sheria ya mental development. Akili inamaliza kukomaa 25 and beyond, lakini kuna small exception, less than 10% wanaweza kufikia na 23, 22. Ni wachache sana. 90% na lazima
wata cross 25 kwenda, ndio personality yao ifike uweze kujua ni mwanamke aina gani. Kwa hivyo kina Lulu wengine waliolewa mapema na wakafaulu, ni wale early maturers, lakini tunaita outliers. Ni wachache kwamba kwa kawaida naambia wanaume kwenda kuoa ule umri ni kama kuvuka mto Tana kwa kamba. Unaweza ruka kama unajua sarakasi vizuri kama Rashid, unajua utatembea na uvuke, lakini wengine wetu tutakulwa na mamba pale. Kwa hivyo ule mwanaume aliyesema alioa akiwa 22 na mwingine hapa anasema nimepata mdogo ananilisha, wewe unasherehekea mapema sana. Ngoja huyu afike kabla ujipige kifua. Ngoja paso, hata hujaona sarakasi anakuona kama baba yake. Kuna siku itafika ndio uweze kuamua. Kwa hivyo Rashid nasema hapa, jambo la pili kwa hapa Kenya, Rashid, grupu kubwa tumetoka kwa third world, kwa umaskini. Nawaambia hivi, utaanza na kuchagua mpenzi ama ni kuchagua lifestyle unayotaka? Ni kuweka foundation za career, kuweka hela utakazotaka, kujirefine upate kazi duniani hii. Ukianza kutunga miba, Rashid, hii group upatwa na miba kama mosquito. Wanashuka, haya nimeshakuwa paged. Hajui kufanya mapenzi inafuatana na miba, hata anakuwa surprised. Nilipoanza nilikuwa na miaka 10 kwa hii practice Rashid, na hawajui kufanya mapenzi inaleta pregnancy. Usiwaone university na walipata A plain biology, lakini hawalinganishi ngono na mtoto. Wanashtuka alafu anakunywa pill ama anasema nilikuwa naangalia safe days. Akili yao haijajua kulinganisha. Usimwone tu amesimama hivi. Kwa hivyo natahadharisha wanaume wenzangu, maisha ni magumu tayari. Tusilete drama nyumbani kwa kuoa mtoto kisha umuite mwanamke, hatumuite mke wako. Endeni wale wamekomaa na muache kuogopa juu wako na gari. Unajua wanaume wanaenda university juu wanaogopa huyu amekomaa kwa sababu atakuchallenge, ata expect to behave a certain way. Yule ni mtoto, ukimpea 500 amefurahia. Huyu ni mwanzako mnafanya kazi naye, akona pesa zake, anataka aone responsibility, consistency. Wanaume tuache woga. Hata huyo mdogo atakomaa siku moja, na atakomaa alafu awe nyoka, awe si wife material, ni wild material. Rashid, mimi natahadharisha wanaume hivyo. Zulu, unasema kwamba mapenzi na masomo hayaendani. Watoto wa chuo kikuu wa concentrate na masomo. Asante. Rashid, na Lulu ongezea umaskini hapo na ongezea shida. Wengine wametoka Bomazi na choo. Mamake alistruggle, aliuza hadi squirrel amulete shule. Waliuza kuku na vifaranga na jembe, alafu anakuja kutunga biba, anapelekea ule mama mtoto mwingine. Ama unapata sasa tiana jangu kati ya masomo na umaskini. Kwa hivyo nawaambia, kumbuka hilo. Kando na development yako, prioritize career. Lakini Benjamin, unajua kwamba kuna watu wanaokusikiliza ambao walipata wapenzi wao chuo kikuu na wameishi vizuri, wana maelewano, na wakati mwingine mwanamke anakuwa sababu ya yule mwanamume ambaye ana umri mkubwa kutia bidii kikazi, anambadilisha maono ya kimaisha, anamfanya ajielewe zaidi. Kwa hiyo hawa ambao unasema kwamba wastahili, kuna wengine wana mtazamo mzuri wa maisha, ndio hata wale ambao unasema wanastahili. Ndio Rashid, nikasema ukomavu wa akili unatokana na maamuzi. Kuna watu kwa sababu ya exposure, nimewaita outliers, na wako 10% and below, wanafikia ukomavu 23 sana sana. Hata wakipita wapitishangi na miaka 2 ni wachache sana. Mimi mwenyewe nimeona wakifanya ndoa, hata nika-approve, nikasema huyu vile nimemwassess na huyu ako 23, lakini ni wachache mno. Naweza kuhesabu kwa mkono moja wale wote nimejua. Nikwambie Rashid, kwa wale unaona walioana wakiwa university na wakafurahia, kuna namba nyingine terms mara 100 iliishia kwa misery. Lakini hawa wachache ndio wanarudi kwa CU kusema tulikuwa hapa, alikuwa executive na mimi nilikuwa press team, bwana asifiwe, ndio tukafaulu. Ile namba nyingine yote ilipata shipwreck na kuanguka na kusumbuka, haijarudi. Kuna undanganyifu mwingi sana university. Nawaambia hivi, anzeni na kuweka misingi ya maisha yako, kwa sababu haujijui. Shida nyingine ya kula ni kwa sababu unaona mwanamke aliye mbele yako, mwanaume aliye mbele yako wote ni mzuri. Wengine unapata wewe ndio utakuja ubebe ile familia. Ndio ni mkomavu miaka 10 kukuliko, lakini unabidii kumuliko, lakini huwezi jua kwa sababu bado wewe ni mchanga. Bimsafari, umemsikia kwamba Benjamin hakubali mambo ya uhusiano watu wakiwa bado wako shule, haswa vyuo vikuu ama college tu. Lakini kuna baadhi hapa studioni walikuwa wanasema kwamba huo ndo wakati mtu anafanya mazoezi. Wanasema internship. Ndio unajua kwamba katika hiyo njia ya hakuna mazoezi. Mwanzo hakuna mazoezi kwa mapenzi. Wakati mwingine unakuta kwamba unaogopa ile hali wajua ni kama vile kuku alifungwa sasa amefunguliwa. Sasa unakuta kwamba kuku akifunguliwa vile atakavyofanya ndivyo hao watoto wanavyofanya wakitoka. Hata anapokwenda pale, hata ule umaskini pia aliotoka pale nyumbani anasahau alitoka katika njia ipi. Lakini mimi ningependa kuambia hao watoto wako katika hivyo vyuo vikuu, tafadhali, yani wajilinde wakifikiria walitoka wapi. Kwa
sababu kuna wengine ambao wanaharibiwa na wazee mpaka baadaye akija akiolewa na mtu, kwa mfano kama ni kijana, atasema yule mwanamume mimi simuelewi, hayuko sawa manake alipitia wengi akiwa anasoma. Sasa mimi nasema kwamba si vyema hizo tabia tunazozisikia, si nzuri. Kwa hivyo ni vizuri mtu aende afuate lile ambalo lilikuwa limempeleka pale mahali. Lakini nitasema kwamba kuna wengine wachache ambao wanafaulu, si wote wanaokwenda makosa, lakini pia watengeze jina lao. Na mtuende kwa Miriam, labda pengine kuna watu wanataka kuwaelimisha. Kuna wengi wanasema Miriam amezungumza maneno ambayo yanatia moyo. Mimi anasema yanatia moyo kwa yeye ambaye anataka kuenda kuolewa. Anasema Miriam, mwambie Benjamin kwamba sio wote hawastahili, wengine wako vizuri. Ni kweli, naomba nimwambie kakaangu Benjamin kwamba waliokuwepo chuoni sio wote, kwa sababu kuna mwingine anayekuwa nimefuata kadha, akufuata kadha. Ona, na hata yule mwanaume kwamba ambaye yuko naye wanakuwa na misingi yao tayari wamejiwekea. Lakini kikubwa zaidi mimi ningependa kuwashauri mabinti. Leo hii wanasema mwenye pupa hadiriki kula tamu. Hakuna kitu kizuri kama subira. Unaona? Na anayekuja kwako inawezekana kukutamani tu vile ambavyo ulivyo, alafu kwa siku akakukaribia ile mawazo yako, yale zile fikra zako ama ndoto zako ambazo unataka kuzifanikisha na kuweza kufika. Kama umekwenda chuo, mama kauza kuku, mama kauza mayai, mama kauza nini, kwanza unatakiwa kupita afuate kile mama yako amefanya mpaka nimefika hapa. Hata kama atatokea mwanaume wa kumuhadaa, kwa sababu baadhi ya wanaume wengi wanahadaa sana mabinti, yeye mwenyewe anapaswa kuwa makini ili aweze kutimiza ndoto yake. Lakini nataka kuasa mabinti pia mnaokimbilia mapenzi, kwa sababu kuna jumbe zimesomwa pili, anasema mimi nimeshaungua, mimi nimeshatokota. Nakataa asilani abidani. Mapenzi yako sehemu tatu yamegawanyika. Kuna mapenzi ya ukimini na mapenzi ya mwili na mapenzi ya nafsini. Nafikiri hata kama binti atafanya na atafanya, lakini hawezi kumaliza mapenzi. Mapenzi ni kama jalala. Na kuna mmoja hapa anaitwa Shiati amezungumza kwa Twitter, anasema ni ukweli. Anasema nilioa mke wangu akiwa na miaka 24, sasa hivi ana miaka 27. Ukiangalia alipokuwa akichukulia maisha wakati huo na sasa, kuna tofauti kubwa. Nakubaliana na Benjamin Zulu. Na Rashid, hebu niongezee, kuna watu watakuuliza mababu zetu walioa ama manyanya zetu, wazazi wetu waliolewa akiwa umri mdogo. Hebu nitahadharishe, tuko third world kwa sababu watu walianza na ndoa kabla hajaweka misingi ya maisha. Watu wengi hawakutimiliza ndoto zao. Leo tazama, wanawake wengi wanao shake society, wenye music career za music, kwenye politics, ndoa haiko. Ilibidi aamue jambo moja. Aliolewa akiwa mdogo hadi alipotaka afuate ndoto zake, ilibidi achague kimoja. Kwa sababu alikuwa ukiwa msichana insignificant na nataka ukae kile kiwango. Wacha nitahadharishe sana wasichana wa pre-25, na wanaitanga pre-25, 24 kwenda chini. Kuna binadamu wanaitwa narcissist, wanakaa mashetani, waovu, wanafurahia na kukutesa. Wanataka msichana mdogo kabla macho yako hajaaguliwa. Mimi nimezika watu kwa kuteswa na narcissist, na dunia haitajua. Watasema ni stroke ilikupata, ni heart attack. Sisemi hizo zote zinatokana na narcissism, lakini wako abusive sana na wanajua kupretend. Benjamin, niwe radhi nikukatize, maana kuna kitu cha kufafanua, sije mtazamaji asituelewe. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mwanamke akitaka kufanikiwa katika maisha yake, ili swala la ndoa na mapenzi aliepuke katika umri huo? Si wote. Wacha nikwambie, ninasema hivi, umri, nimesema generation ya wazazi wetu, so few women pursued their dreams kwa sababu alianza na ndoa na aliolewa na mtu ambaye hata mruhusu afuate. Si wote, of course. Kuna watu kama the late Joyce Laboso walikuwa wameleta maendeleo, leo tunaona wengine, lakini nambari kubwa, angalia wana muziki, angalia viongozi, ndoa haiko. Kwa sababu wale walipoanza na ndoa, akasahau ndoto zake. Ndoto zake zilifika baadaye, akakumbuka hata yeye akona sauti duniani. Alipotaka kuifuata kaambiwa kaa hapo nyumbani, hauta. Sasa ikabidi amue. Wengi hawakuamua ndoto zao, walikaa nyumbani zikakufa hivyo. Wale wachache waliamua ndoto zao, ndoa yenyewe ilisambaratika. Ninawaambia hivi, kosa ni kuanza na ndoa kabla ya ndoto zako. Anza na ndoto, kisha uende kwa ndoa, ndio uoe mtu anayefaana na ndoto zako. Tuko third world. Mimi naamini jambo kubwa, kwa sababu mass wastage of potential. Wana graduate wamevaa gown za graduation, lakini badala waone akina Zuckerberg wali-invent Facebook wakiwa university, waki-experiment. Wetu hawa-invent anything, wanazaa watoto, wanaishi pamoja, wanalia, wanasumbuana, depression, stress. Rashid, nikikuonyesha inbox yangu utanielewa. Hawa ndio wenye makosa makubwa. So nasema tuanzeni na ndoto kabla ya ndoa.
Imenigusa. Wewe pia ulianza na ndoto. Nilianza na ndoto. Na mbona ukakimbilia kuolewa na umri mdogo? Robert, tufunge, muda umetupa kisogo. Tufunge. Kwa heri mtazamaji.